Haleluya. Kwa hivyo kuna mambo takana tujifunze. Mtu anasema kwa nini mimi sionyeshwi? Haleluya. Naenda kusoma Waebrania 4 kuanzia, naanza tu mstari wa kwanza. Waebrania 4, yani kuna kitu hapa nataka ujue katika maombi, ili maombi yako yawe na nguvu, ni nini unafaa kufanya. Haleluya. Ili maombi yako iwe na nguvu, takana ujue ni nini unafaa kufanya. Sasa unajua kuna mtu anaomba lakini anafika mahali anashindwa, kwani mimi Mungu anisikii? Hujaisikia mtu anasema mimi hata nikiomba sionyeshwi? Sasa mimi nataka wewe ukiomba ujue kuna style ukiomba lazima Mungu ataongea. Haleluya. Waebrania 4. Msomi wetu ameusafiri. Kuanzia mstari wa kwanza. Basi ikiwa ingaliko ahadi kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vilevile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao. Kwa maana halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Tuamini, tuombe. Baba uliyeziumba mbingu na nchi, wewe ni kimbilio tegemeo la maisha yetu. Umekuwa mwaminifu, umekuwa mlinzi. Angalia tumesoma neno lako, naomba unielekeze jinsi upendavyo wewe. Nisinene yaliyo ya kwangu, bali nene yaliyo ya kwako, ili nafsi ulizoziandaa ziweze kusikia neno lako. Ni asante kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati nilikuwa hapa nikauliza swali, na ile swali watu wengi walishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Niliuliza swali kwamba katika maombi utakuta mtu anaomba, anafika mahali anaanza kulia. Mtu anaomba, anafika mahali anakosa control kabisa. Lakini mwingine ako pala na shangaa, mbona huyu ako hivi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna jambo ambalo linafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na ulimwengu wa kiroho unaanzia kwa mawazo yako. Haleluya. Ulimwengu wa kiroho unaanzia wapi? Kwa mawazo yako. Sababu chenye umefikiria haujaambia mtu kiko katika ulimwengu wa kiroho. Na yule ambaye ni kiongozi wa ulimwengu wa kiroho amejua chenye umefikiria hata kabla hujasema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio unaona hapa Biblia inasema ya kwamba basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Kwa maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa
halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Kwa maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, ilivyo hapa, kama nilivyo hapa, kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapa kuna kitu hapa nataka ushike. Unaweza kuwa unahubiriwa na chenye kinahubiriwa hakijashikamana na akili zako, kwa hiyo haikikusumbui katika mawazo yako, na ndio maana wanasema haikushikamana na imani ndani yao. Yaani imani ndani ni kwamba, niseme nini, Mungu anisaidia, ni kwamba saa ile wewe unasikia injili, mawazo yako yako mahali pengine, hayako kwa injili. Haleluya. Na ndio maana unakuta imani yako haijashikamana na lile neno linalohubiriwa. Saa zingine unahubiriwa neno ndio, lakini chenye unafikiria hakikusaidii katika lile neno. Sasa neno limehubiriwa lakini haijashikamana na mawazo yako. Mawazo yako hayako kwa hilo neno. Umesikia tu, umekuja kanisani kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unakuta ukiwa mtu wa aina ile, hata ukiomba kuonyeshwa inakuanga pasenti ndogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Na watu kama hao ukionyeshwa, unakuta umeonyeshwa ndio, na chenye umeonyeshwa umesahau. Kwa sababu gani? Kile kinafaa kikusaidie ili maono ikisimame ni imani yako. Kile ambacho kinafaa kikusaidie ili maono isimame ni imani yako. Haleluya. Na kila ambapo kina mbolea katika ile neno linapotoka. Sasa ile neno linapotoka, unajua ni mtu anapanda mbegu. Wewe sasa ukipokea ile mbegu, lazima ufikirie, nimesikia neno limesema hivi, Mungu anataka nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unakuta kuna watu wengine wakiomba kitu kinafanyika, na wengine wakiomba kitu haifanyiki. Haleluya. Mwingine anaomba akisema mimi ndio najua kuomba hapa. Sasa ukishajiwekea kifua, unakuta utakuwa unatamka maneno mazuri, uombe ombi nzito, lakini halina upako ndani yake. Sababu hujamkumbuka yule ambaye anakuongoza katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumeelewana? Sababu Mungu ni mwaminifu. Na ukiomba imani yako kama imeshikamana na kitu unachoambiwa, lazima ukienda kulala, kama wewe si wa maono, si wewe si nabii, ukienda kulala kuna jambo utaona kwa ajili ya ile neno umesikia, sababu lilikuwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Neno lilikuwa ndani. Sasa unakuta kama neno haliko ndani, unakuta unasikia, na ukishatoka kanisani hiyo imeishia wapi? Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mwingine alinipa maono ya kwamba ameenda kuchota maji, na ile huko kwetu tunaita, wengine wanaita shimwero,
Haleluya. Kuna kitu fulani hivi kinatengenezwa na inatengenezwa huko, sio kama kuna nini kama hiyo. Inazungushiwa hivi, ndio ukitaka kuenda kusaga lazima uchukue masamadi ukandike ndani, uzibe ile mianya ndio uweze kusagia hapo unga. Hamjai kuiona? Tabii nikienda nyumbani ninunue moja. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama town, mliona ile kitu kula kwa madhabahu imeshona kitu iko na matundu tundu. Watu walikuwa naweka ndani saa zingine sadaka, saa zingine vitu zingine. Pale kwa madhabahu. Mwingine alionyeshwa kwamba ameenda kuchota maji na hiyo. Haleluya. Ameenda kuchota maji na yeye ameng'ang'ana kabisa kuchota maji. Akitoka hapo hiyo iko tupu. Sasa anashindia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu kama huyu ni kwamba anaposikiliza neno kanisani, akitoka kanisani hatoki na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hatoki na chochote. Sababu hakuna hata tone. Unaweza beba hayo maji fikishe pale kwa geti. Haleluya. Hakuna ati ubebe kutoka hapa ufikishe pale kwa geti. Yaani ukitoa hapo hivi ndio hakuna kitu. Utabakisha tu doti hata asifiki pale mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Unakuta sasa unasikiliza neno, kuna mambo imekusonga katika mawazo yako. Haujapatia neno la Mungu nafasi ili usikie. Na unaposikiliza neno la Mungu, ukitaka uwe unamfuata Mungu vizuri, sasa unasikiliza neno la Mungu, beba shida zako. Haleluya. Sikiliza neno la Mungu ukiwa umebeba shida zako. Sasa neno unasikia liunganishe na shida ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua neno ukililinganisha na ile shida uko nayo, itafika mahali kwamba Mungu aanze kuingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akiingilia kati, sababu ulikuwa umeshikanisha neno Mungu anaweza, na wewe umefikiria jamani, Mungu hapa neno lako limesema hivi, nami niko na shida hii, naomba unisaidie. Utashtukia hiyo shida imeondoka. Sababu neno limehubiriwa na limeshikamana na imani ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona hapa inasema sisi wote tumesikia. Sababu kuna vitu zingine unaona ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani. Yaani huyu mtu amesoma mahali fulani siku ya 7 hivi, Mungu alistarehe siku ya 7, akaziacha kazi zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu alikuwa anatupa yaani habari yenye alisoma mahali. Haleluya. Kwamba kuna mambo ambayo tunafaa kufanya nini? Kusikiliza. Na kuna mambo ambayo inafaa tufuatilie. Na kuna mambo ambayo inafaa tujue ya kwamba hili jambo ni la kwangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisikiliza neno na mawazo yako usiyaweke pale, huenda ukatoka kwa neno bila chochote. Huenda tu ukatoka bila chochote, sababu mawazo yako hayakuwa pale. Lile neno limehubiriwa na hakuna kitu umeshikanisha ile neno na wewe. Ulikuwa unasikia tu kama lullaby. Bwana Yesu asifiwe. Sababu
Kitu cha kwanza unafaa ujue katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho ni kama tu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Ulimwengu wa kiroho ni kama wapi? Hapa duniani. Na kwa vile ni kama hapa duniani, kuna vitu tunafuatana navyo bila kujua ni nini tunafanya. Haleluya. Sisi wote hapa tunakaa Eldoro. Haleluya. Wacha tuseme Eldoro A, Eldoro A, tunasema Eldoro C. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme nikisimama hapa tu na mdomo mtupu, nikuite ukiwa kwako nyumbani, utasikia? Kwani si tuko Eldoro wote? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usisikie? Tuko mbali mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ulimwengu wa kiroho kuna watu ambao wanakaribiana katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Na katika ulimwengu wa kiroho unaweza kaomba ombi, kumbe ni ombi la kupiga simu. Bwana Yesu asifiwe. Vile mwingine za mchungaji, uko Eldoro ama uko town? Niko town. Sasa kama uko town vizuri, enda hapo sokoni nichukulie kitu fulani. Unajua tumeongea. Yeye hayuko sokoni. Mimi ndio niko sokoni. Si mnanielewa lakini? Mimi ndio niko, lakini ule amenipigia simu. Ako nyumbani. Jamani, pitia hapo sokoni unichukulie kitu fulani. Sasa unaweza kuta wewe katika maombi umeomba vizuri, lakini yale maombi yako kuna mtu umempigia simu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule umepigia simu atakuja aseme, jamani dada, nimeonyeshwa hivi na hivi na hivi. Ukifananisha na chenye ulikuwa unaomba vinafanana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ulikuwa unaomba na yule alikuwa kwenye tukio. Haleluya. Yule mwingine alikuwa kwenye tukio. Sasa unapoomba, yeye ndiye ako kwa tukio, atakupa habari yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama tu wanahabari. Mwanahabari mwenye ako pale station anajua watu wangapi? Uko na uhakika? Mtu wa kwanza mimi anijui na mimi namjua. Haleluya. Wewe mwanahabari hanijui na mimi namjua. Hajawahi niona, mimi nimemuona. Kila siku ninajua tu saa fulani mwanahabari fulani atakuwa kwenye habari. Lakini unakuta katika maombi kuna watu wanatumika kama wanahabari. Wao hata hawajui nani wanaongea na wao. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanahabari anaweza kuwa katika station anasoma habari na hata mume wake haoni hiyo station. Haleluya. Kwa nini? Ameshamuona, akamuona. Sasa kama kuna swali atamuulizia tu nyumbani, leo habari ilikuaje? Sasa anaenda kusoma habari, anamuuliza, jamani, naenda kusoma habari, kwani ni nini kipya? Umeona kuna hii na hii na hii na hii. Kwa yeye anakuwa na habari. Sasa atangojea nini aone mke wake pale? Sasa muone tu nyumbani. Haleluya. Na unakuta huyu mume wa huyu mwanahabari anaweza kukosa kupata habari muhimu.
Sababu saa ile mke wake amehesabu, mke wake hawezi mpa habari yote nyumbani. Yeye atamdokeleza tu hii na hii na hii na hii. Alafu inaishia hapo. Habari nyingine anafika kazini ndio anapewa mwelekeo. Sahi habari, sababu kuna wa mitambo wanapanga habari. Wakishapanga habari ndio akienda kusoma ni kitu chenye alikuwa ameandika chini. Sasa ni kitu ameandika yeye, sasa ni kuenda tu ndio nakuta anasoma tu akiwa hivi anaangalia hivi kidogo anarudi, sababu ni kukumbuka tu chenye alikuwa amesoma. Yuko kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maombi lazima chenye umesoma sasa unaingia kwa maono ni utakikuta pale. Bwana Yesu asifiwe. Na kama imani yako haijashikamana na chenye kinasomwa hautakikuta pale. Sasa unakuta katika ulimwengu wa kiroho kuna mtu ambaye kile ninahitaji kuna mtu ako karibu nacho. Ule ujumbe na uhitaji kuna mtu ako karibu na huo ujumbe. Sasa mimi nitaomba lakini yeye ndiye ataonyeshwa. Haleluya. Mnaonaje hapo? Mimi ndio nimeomba lakini mtu mwingine ndiye ameonyeshwa. Sababu yeye ndiye ako kwa tukio. Ni kama hao wana habari. Unasikia habari ikisomwa, unasikia tuungane na mwanahabari wetu ambaye ako Taveta. Atuambie huko kunaendeleaje. Haleluya. Ingine inakuwa live. Na mwanahabari hawezi sema kila kitu. Yeye anasoma kile ameona. Na kutakuwa na vingine huku zingine hajaona. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunaweza sema sisi tuko hapa katika super power. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukiwa katika super power, kuna watu kweli wako super power. Lakini kuna watu hawako super power. Maono ya super power inapotoka, utashtukia yule mtu ambaye unafikiria ndio super power damu ako nje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mimi watu wananishangaa. Mimi naingia kila mahali. Sitaki kujua uko na pesa. Sitaki kujua uko na nini, nyumba yako inataka kuanguka. Mimi naingia kwa sababu ninajua roho hatembei vile mwili inatembea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa katika ulimwengu wa kiroho ni kama tu dunia vile iko. Katika ulimwengu wa kiroho kuna mahali roho zinaweza zikaonana. Na roho huwezi mfungia. Haleluya. Roho huwezi mfungia. Kwa sababu hata wewe mara kwa mara umelala huku kwako kwa nyumba umefunga mlango kabisa. Na wewe utajikuta uko Nairobi. Alafu niambie nani amekufungulia mlango? Halo. Unaota uko shambani unalima kabisa na huko umelala. Halo. Na kuna mwingine anaota paka na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akiota analima, atalima pale kwa kitanda. Halo. Kama umelala na yeye anaweza akakumoa jicho. Hapo anaota na mwili kabisa. Mwingine anaota anaenda kutembea, mwingine ataamka kabisa. Lakini ukimwangalia amefunga macho, lakini anatembea vizuri kabisa. Si kwa kitanda. Kuna watu ambao wanaamka kabisa. Na mtu kama huyo usipokuwa makini, kama mnakaa mahali pabaya, anaweza patikana tu barabarani amefariki. Haleluya.
Na saa zingine wanalindwa na maroho. Sema mtu amefunga tu macho hivi anaenda tu. Tena haendi kama ati amefunga macho. Anaenda kabisa hivi. Wewe unaenda wapi? Na anaenda afungue mlango na atoke nje na amefunga macho. Haleluya. Sasa katika ulimwengu wa kiroho kuna watu wanakaa karibu. Unapoomba kuna watu wako karibu na wewe. Na ndio maana wanawaambia ukiona maono sema. Sababu najua unaweza kuwa uko karibu na mtu fulani, yule ambaye nimemuombea miaka zote. Halafu we mwenyewe umeona maono ukanyamaza. Sasa mimi naendelea kung'ang'ana na maombi. Kumbe Mungu alishaleta jibu. Mimi niko na tabia huwa naomba mpaka nione chenye naombea. Haleluya. Kama umekuja ni kuombea upate kazi. Ukipata kazi sema tu, Mungu amenibariki nimepata kazi. Nisiendelee kukuombea upate kazi. Utafutwa hiyo ni upate yenye na kuombea, na sijui yenye na kuombea utapata mwaka gani. Yeah. Yeah. Sasa mimi nitaendelea kuomba jamani, Mungu msaidie apate kazi. Mungu msaidie apate kazi. Umepata kazi hujasema. Mungu msaidie upate kazi. Mungu msaidie apate kazi. Shetani anaangalia kumbe hii kazi si ya huyu. Hebu nitoe hii. Hebu nitoe hii kazi nimpe ile yenye mchungaji kila sana alilia mpe kazi. Unafutwa kazi hivi. Haleluya. Sababu najua nitakana kama ni kuomba, uombe paka uone chenye unaombea. Haleluya. Na ukiomba paka uone chenye unaombea, utakuta kuna kitu Mungu atakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maombi lazima ufikirie chenye unafanya. Haleluya. Sisi tunaelewana? Inategemea una share na nani. Yeah. Sasa ya katikati nyumba safi. Sasa ndo nile nikaenda nikachota hayo maji. Nikiwa nitakuta ya nikachota. Nilipochota hayo maji. Sasa naitana watu niwaambie kuna maji masafi waje. Tena tu nishachota hayo yangu nusu. Nitana hayo maji ya kifungo. Yaani saa ile siku hao watu nimewaita waje. Wakati wamefika, hayo maji yanafungwa. Wakati wameenda, hayo maji yanafunguliwa. Hapo kuna tatizo. Kwa nini saa ile na saa ile maji wewe wakija wewe uko hapa ama hauko? Nilikuwa nimeshachota. Umeshachota? Ya kwako. Sasa wakija wanakuta maji hakuna. Nikiwaita tu yanafunguka. Lakini nikiacha kuwaita yanafunguka. Sasa inaonekana katika wale unaowaita lazima ujue ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi najua ukiwa katika ibada, yule mtu wa kwanza ambaye nitakana umpe maono, hata kama ni maono ya aina gani, ni mchungaji. Sababu yeye ndiye analea hizo roho zote. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kuwa uko na maono umepatia yule mtu ambaye anakuonea wivu. Haleluya. Hapo utafika mahali maono itapotea. Sababu mwenye anakuonea wivu hata kubali uendelee kuona maono.
Haleluya. Mwingine ukimpa maono na kuambia hata mimi naonyeshwa, si wewe peke yako naonyeshwa. Sasa huyo mtu amekwambia nini? Hataki umwambia maono. Sasa unakuta mtu kama huyu hata kuacha uendelee kuona maono. Haleluya. Sasa itafika mahali ukiona maono ukose kusema. Na ukikosa kusema Mungu anakunyima maono sasa. Tena wewe unaanza kulalamika. Nilikuwa naonyeshwa, siku hizi sionyeshwi, ni kama mtu amechukua kipawa yangu. Hakuna. Ni wewe ulipewa ujumbe haupeleki. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Na ndio maana nimesema unapoomba Mungu anakujua katika ulimwengu wa kiroho, na wewe kuna mahali unaishi katika ulimwengu wa kiroho, na mwenzako kuna mahali wanaishi katika ulimwengu wa kiroho. Kuna mtu akipewa ujumbe atakupa. Haleluya. Kama naamini kama ni Mungu amekupa ujumbe atadhibitisha. Haleluya. Na Mungu akishadhibitisha kwa watu wawili watatu utapata breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usije kuniambia jamani mchungaji, mimi ninaomba kabisa paka nafunga kwa maombi, mtu mwingine ndiye anaona mambo yangu. Nataka nione mambo yangu mimi mwenyewe. Nikikuuliza sahi sokoni kuna samaki, utaniambiaje? Sahi sokoni sahi kuna samaki. Sokoni kuna samaki. Zipi? Soko ipi? Uko na ushahidi gani? Sai, unajua sai ni Jumapili. Unafanya guesswork. Haleluya. Na sasa katika ulimwengu wa kiroho hakuna guesswork. Hakuna kugesi kwamba ni hivi ama hakuna. Haleluya. Nikwambie, umesema samaki ziko, si ndivyo? Nikupe pesa unipe za ngapi? Unataka kunipa za ngapi? Nimpatie 50, anipe za 50. Nichukulie hapa za 50. Nichukulie hapa za 50. Si umesema samaki ziko. Haleluya. Sasa ni vitu ambacho kuna kitu nakitafuta, lakini kuna mtu ako karibu na hiyo kitu. Sasa huyo mtu ni atakupa ujumbe kama kiko ama hakuna. Na sasa unaomba uwezi jua katika ulimwengu wa kiroho wewe uko wapi. Sasa unaweza omba ukute mchungaji ndiye ako karibu na ile eneo. Atakuja akwambie nimeonyeshwa hivi na hivi na hivi. Mungu wewe na kweli hii jambo nilikuwa namuomba Mungu. Mimi mchungaji naweza nikaomba nikose kuonyeshwa. Wewe uje niambie mchungaji nimeona hivi na kumbe nile kitu nilikuwa naomba. Sababu kila nilikuwa naomba kuna mtu ako pale wa kuniletea ujumbe. Haleluya. Halo, hapo kisimani Bwira amefika. Hata saa hii tuko karibu kuanza kupokea pesa. Halo. Sio mnaambiana. Ingawa mimi hamuniambii. Halo. Nani tupepe tu mkono. Nani ameniambia Bwira na kuja kugawa pesa? Haleluya. Sasa unaona yule mtu ako kwa tukio.
anapoona sasa mheshimiwa amekuja, sasa akikosa kupigia simu utaenda. Halo. Sasa nimeona gari hapa ni kama ya mheshimiwa. Fanya uharakishe. Mkutano uko karibu kuanza. Nasikia tutapewa chai. Halo. Mwingine anaambia njoo sasa tumeanza kupanga laini, tunapewa 300. Unakuta mtu anatupa sufuria huko ngojeni hapo. Anaenda anapanga laini. Kwa sababu gani? Ameambiwa na mtu mwingine. Haleluya. Sasa unajua, ukishaambiwa inabidi uje ufanye chenye umeambiwa. Na katika ulimwengu wa kiroho, ukishaomba kuna jambo unangojea. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaomba kuna jambo, na lile jambo unangojea linakuwa ni kwamba sasa kuna mtu anafaa kupigia simu, ama kuna mtu anafaa kuletea habari. Kunaendaje hapa? Bwana Yesu asifiwe. Halafu kuna mambo mengine mkiangalia, lazima ujue hili jambo linamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome Mwanzo 22 kuanzia 12. Nataka watoto wa shule watusomee jamani. Mnataka sisi wazee tusome na nyinyi mko huko. Chukua mic utusomee hapo. Kuanzia 12. Akasema usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno. Kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia na tazama kondoo mume yuko nyuma yake. Amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtwaa huyo kondoo akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. 14 inasema Ibrahimu akapatia mahali hapo Yehova Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo katika mlima wa Bwana itapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapa kuna kitu nataka ujifunze hapa. Haleluya. Haleluya. Unajua unatakana ujue, hujaisikia mtu akisema Yehova Yire? Hujaisikia mtu akisema Yehova Yire, Yehova Shalom? Tutaangalia tena Yehova Shalom. Haleluya. Ibrahimu alipaita mahali, hakuita Mungu. Haleluya. Alipaita mahali pale Yehova Yire. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wanaabudu Yehova Yire. Haleluya. Si tunaelewana hapo? Lakini ama mimi ndio nimeelewa Biblia vibaya jamani?
Mungu amesema anaitwa Jehova Jire. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta unapoomba Jehova Jire ni kama vile sisi tutoko hapa tunasema hii ni madhabahu ya superpower. Mungu anapatikana Sasa badala wewe uombe Mungu unaanza kuomba superpower. Halo. Unaona hapo tofauti vile iko? Sasa badala uombe Mungu nisaidie, uanze kuomba superpower nisaidie. Haleluya. Nyinyi mimi naona mimi ndio niko duniani peke yangu, nyinyi hamko. Haleluya. Hujaisikia mtu paka anatoa ushuhuda Mungu wa fulani. Hujaisikia mtu anasema Mungu wa fulani, ukiomba Mungu wa fulani, ukiomba Mungu wa fulani. Yeye Mungu wake ni yupi? Yeye hana Mungu. Sinajua tunasikiliza. Kwa TV tunasikiliza. Ama unasikia Mungu wa madhabahu haya. Mungu wa masi, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Mungu wa madhabahu haya. Bila mimi niko superpower. Mungu wa superpower. Mungu wa madhabahu ya superpower. Haleluya. Sasa unakuta watu wengi wanapotezwa na kitu kidogo sababu ya sifa. Haleluya. Sasa unakuta Ibrahimu alipaita mahali pale Jehova Jire. Sababu gani? Mungu aliprovide. Haleluya. Sababu alikuwa anataka kumtoa mwanawe, lakini Mungu akaonekana akafanya nini? Akampa kondoo akatoa. Kondoo haikuwa yake. Haleluya. Na ndio maana Musa alisema Mungu wetu ni mkubwa, sifa zote ni za, na ana njia nyingi. Sasa hiyo ndio njia ya kuokoa mwana wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika maombi utakuta watu wanaomba Jehova Jire, njoo nisaidie. Sasa yale madhabahu ya kukule. Haleluya. Ndio maana unasikia hapa Biblia inasema 14, iko wapi 14? Ibrahimu akapaita mahali hapo Jehova Jire, kama watu wasemavyo hata leo. Yaani hiyo jina vile alipaita Jehova Jire ni kama tu tunasema tunaenda mtisoni. Sababu kulikuwa tuna katuka kamoja kamtiso. Hata sasa sijui kama mtiso bado ako hai. Wewe mtiso ako hai? Wewe mtisoni? Jamani dada, wewe si mtisoni. Huku mkuta, lakini ulikuta ikiitwa mtisoni. Sababu kuna tu mtu alienda akafyeka pori na akaweka kaduka pale. Na akaweka kila kitu pale. Sababu town iko mbali. Sasa unaona? Sasa watu wakaanza kuita mtiso. Tunaenda kwa mtiso, tunaenda kwa mtiso. Tunaenda kwa mtiso, tunaenda kwa mtiso. Mwisho wa siku mtisoni. Haleluya. Sasa unakuta mpaka leo tunajua kuna Mtiso Beach. Ni hivyo vile huyu aliitwa Jehova Jire, mpaka pale saa hii panaitwa Jehova Jire. Sasa utakuta mtu ambaye hana ufahamu anaanza kuomba Jehova Jire. Na Ibrahimu aliita pale yale madhabahu Jehova Jire.
Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Sababu unajua unaweza ambiwa na wewe mwenyewe ukajichanganya, kwa sababu utakuwa umeamini kufa na kupona kitu ambacho hufai kuamini. Halo. Na Mungu anasema alifanya sababu ya upumbavu wetu. Ingawa kuna katika Kutoka Mungu alisema jina langu ni Yehova. Bwana Yesu asifiwe. Unajua katika nini jina langu ni Yehova. Sasa unakuta haya majina na ilitokea Ibrahim aliposema Yehova Yire. Na ndio maana hapa akasema jina langu ni nini? Ni Yehova. Sasa angalia, unaweza ukiabudu Yehova Yire ni yale madhabahu. Lakini Yehova anasimama ni Mungu. Mimi ni Mungu. Hebu nisome hapo kwa mstari ndio wewe unielewe. Kutoka 6:3. Mimi nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Lakini unajua Ibrahimu alikuwa ameshasema Yehova Yaire. Lakini anasema kwa jina langu Yehova sikujulikana. Haleluya. Hata mimi najulikana kwa jina gani? Ingine. Haleluya. Ingine. Sasa unakuta kuna watu, na hata mimi niko na majina mengi. Unatakiwa unanijua hivi na unijui kwa jina hili lingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiabudu Yehova Yaire, kuna vitu zingine utakuwa unakosea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikusomee kwingine nataka ujue. Ndio ujue unapoomba lazima ushikanisha imani yako na chenye unaomba. Sababu Kutoka 6 yanasema mimi ni Yehova. Tumeelewa? Waamuzi 6:24. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaiita jina lake Yehova Shalom. Haleluya. Yehova bado ni yule Yehova. Leo ukisema Yehova Shalom kuna mahali, yaani ni madhabahu imejengwa ikaitwa. Bila sisi tumejenga madhabahu hapa tukayaita nani? Super Power. Naye alijenga madhabahu akaita Jehova Shalom. Haleluya. Umeelewa? Sasa wewe ukija hapa unakuja kuomba Mungu gani? Super Power? Mimi sitaki, yaani nataka Mungu akiwa kwa kiti chake cha enzi ajue nimekueleza umejua. Halo? Nataka Mungu akiwa kwa kiti chake cha enzi niwe sijakuacha na dosari yoyote. Ndio ukisimama, na ndio maana mimi nilipoona ile ndoto niliangalia ndani nikasema naweza kuwa ninaomba kumbe siombi Mungu wa kweli. Na unaomba unalia kabisa, lakini hauombi Mungu wa kweli. Haleluya.
Hapo kujikuta kwamba najiuliza swali, wewe ni Mungu gani ambaye ninakuomba haunisikii? Na nimeokoka. Ndio nikajiita kama mkutano. Naweza kuwa ninaomba kumbe siombi Mungu wa kweli. Na ndio maana maombi yangu nikabadilisha. Nikajua kuna Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Hakuna mwingine aliumba. Na ndio maana mimi nikiomba lazima niseme Mungu wangu aliyeziumba mbingu na nchi. Sababu najua hakuna mtu mwingine aliomba. Siwezi sema Yehova Yaire nisaidie. Sababu ninajua Yehova Yaire ni madhabahu. Yehova Rafa ni madhabahu. Haleluya. Na nilivyobadilisha nikaanza kupata ufunuo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Gideon alijenga madhabahu akayaita Yehova Shalom. Haleluya. Sasa hii Yehova lazima ujue huyu Yehova unamtaja vipi? Bwana Yesu asifiwe. Jina rahisi ya kutokujichanganya ni Mungu wangu aliyeziumba mbingu na nchi. Ingawa alisema mimi niko ambaye niko. Lakini sasa hiyo itakuwa ni ngumu ukianza kuomba itakuchanganya. Ndio ukisema Mungu wangu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu unayenipa uhai, unayenipa nguvu, unayenipa uwezo, ninaomba. Hiyo maombi yatakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ujue kuna watu wanaabudu miungu bila kujua wanaabudu miungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusema Mungu wa Pastor Amiri ni kama wale wanaowasikeva. Mungu anayehubiriwa na nani? Na Paulo. Walitolewa mbio. Walitolewa. Na hayo maombi ndio watu wanaomba. Mungu wa mtumishi fulani, Mungu wa mtumishi fulani, Mungu wa mtumishi fulani. Hata wana wasikewa walisema Yesu Kristo Mungu unayehubiriwa na Paulo, wakatolewa mbio. Wewe bado uko pale Mungu wa fulani. Jamani, hamjaisikia ushuhuda? Sitaki kutaja watu. Haleluya. Nataka nikuwekee wewe mwenyewe unajisikilizia. Haleluya. Ukisikia mtu anatoa ushuhuda, mimi nilipokanyaga kwa haya madhabahu, Mungu wa mtumishi fulani, jua huyu ni mwana wa Sikeva huyu. Haleluya. Hata waliposema tu Mungu anayehubiriwa na Paulo, ile mbio walitolewa. Walilaruliwa mavazi. Walikimbia. Walidundwa vizuri. Na ndio maana watu wengine wanasema Mungu wa fulani amenisaidia nimepata kazi. Mungu wa fulani amenisaidia nimepona. Mungu wa fulani. Sasa wewe tofauti ya wana wa Sikeva na wewe tofauti iko wapi? Haleluya. Sasa lazima ukiomba ujue ni nini unaomba. Na ujue ni nani unamuomba. Usije kuniua mapema useme Mungu wa Pastor Amiri. Haleluya. Naenda kukemea pepo kwa Mungu wa Pastor Amiri. Toka. Haleluya. Sasa unakuta kwamba ukishasema Mungu wa madhabahu haya ni kama si Mungu wako. Wewe uko na Mungu mwingine. Kwa wana wa Sikeva walikuwa na Mungu mwingine. Lakini wakajua Mungu wa Paulo,
anafanya miujiza. Haleluya. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho kuna siri, na hiyo siri inaanzia kwa mawazo yako. Yale mawazo yako yakifikiria kuhusu Mungu, Mungu anaweza kashuka kajibu swali lenye umefikiria tu na hujasema. Haleluya. Mimi naweza enda matangani, tele mhubiri anahubiri, akichanganywa unakuta saa ingine nimepata kibali cha kujua huyu amechanganya. Mimi nikiwa pale naambia Mungu, saidia watu wako kupitia ule mdomo ule. Unakuta mtu amebadilisha mahubiri, amerudi kiroho. Haleluya. Lakini mwingine anapotea kabisa, hata umuombee ndiye anapotea kabisa. Naweza kukwambia nilikuwa wapi, sijui nilisema imekuwa tu kila mahali. Sijui mtu aliambiwa chenye kitakugonga, chenye kitakuwa kitatoka juu. Huyo akahama akaenda sijui wapi. Alipoenda chini ya mtu sijui mwewa akatokea wapi. Sasa hii story mbona nimeisikia sana. Sasa mambo ya Roho Mtakatifu na mwewe ni wapi na wapi? Haleluya. Sasa wewe ambao uko kiroho, ukiona umeenda mahali neno linahubiriwa na uone huyu mtu amejichanganya, wewe ndio unafaa kumuombea pale ulipo. Ambia Mungu, saidia watu wako kupitia kwa ule mdomo. Unajishtukia wewe vile umefikiria hivyo, unajishtukia amebadilisha mahubiri, hata amewacha hiyo topic akaingia kwa topic nyingine nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nitakana hapa, ukiwa kanisani lazima chenye unasikia kishikamane na akili zako, ndio uweze kupata mwelekeo katika ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Sababu utakuwa tayari unasikiliza, na ukishasikiliza ukianza kuomba inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukaomba maombi yenye uelewi. Omba yale maombi unajua. Na ndio maana huwa nawaambia ya kwamba ukitaka kuwa mtumishi, tembea tu vile ulivyo. Halo. Tembea tu vile ulivyo. Kama una kiatu, njoo ubiri na miguu mitupu. Kama nguo yako umeweka kachapati hapa, njoo tu ubiri nayo. Watu wakujua vile ulivyo hivyo, na wakukubali vile ulivyo. Na useme unataka kufanya huduma kama fulani, fanya wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikisikia mtu unasema Mungu wa Pastor Amiri, unajua unajiua mapema. Sema Mungu amenisaidia kupitia kwa mtumishi fulani. Isiwe kwamba mtumishi fulani amenisaidia kupitia kwa Mungu. Mimi ni wapi na Mungu jamani? Mimi namtegemea Mungu. Na hata ukiniambia shida, mimi namwambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Ile kitu iko mahubiri. Nitakana mahubiri, hata ukienda kuhubiri mahali, usihubiri wewe uonekane. Hubiri Mungu aonekane. Usiombe wewe uonekane. Omba Mungu aonekane. Usiimbe wewe uonekane. Imba Mungu aonekane. Bwana Yesu asifiwe. Haini kusikia unasema Mungu wa Pastor Amiri. Haleluya.
Unakuta hapa Yehova Yire, Yehova Shalom, Yehova Shama. Hiyo nini? Haleluya. Kwa nataka wewe ukiomba imani yako ishikamane na ile kitu uko nacho. Imani yako ishikamane na lile neno unasikia. Imani yako ishikamane na chenye unafikiria. Sababu chenye unafikiria, imani yako inaanzia hapo. Unataka kutumika vizuri, lazima mawazo yako ishike chenye unataka Mungu afanye. Bwana Yesu asifiwe. Akibadilisha kuna sababu. Wewe hujaienda, umetoka kwa nyumba umeenda dukani. Ukifika dukani unanunua vitu na shida, nimesahau nini? Inapotea kabisa chenye umesahau. Ukishafika kwa nyumba ndio unakuta ningenunua hii. Ndio tayari inabidi urudi duka. Sasa katika maombi kuna kitu unatamka kiroho na kuna kitu unatamka kimwili. Sasa chenye unatamka kimwili kitachelewa kufanyika, na kile umetamka kiroho kitatangulia. Haleluya. Na kuna ombi lingine hata ukiomba haliwezi fanikiwa. Haleluya. Huduma yako Mungu kama anakutuma, enda fanya huduma. Mungu kama anakutuma, enda fanya huduma. Haleluya. Ni kama tu mtoto wako wa miaka 5 akwambia anataka kuoa. Sema ni sawa, wanaume wanaoa, haina shida. Sasa umepata mwenzako wapi? Utamruhusu tu? Kwani watu hawaoi? Haleluya. Na mimi nilipokuja Coast, kulikuwa na kamtoto ka miaka 2. Nikauliza bibi yako amekuja, nikashangaa. Kwani wameoana na miaka 2? Si Kiswahili bana. Bibi ni bibi. Mimi Mkiswahili mlijifundishia wapi? Bibi atakuaje nyanya? Nyanya ni lugha gani na bibi ni lugha gani? Bibi atakuaje ndio nyanya? Bibi ni lugha gani na nyanya ni lugha gani? Bora nikisikia nyanya ni nyanya, nikisikia bibi ni nyanya. Wewe ni wakose, hebu niambie hii inaendaje? Kuna bibi na nyanya. Nyanya. Mama mzee. Bibi anaweza kuwa makamu. Anaweza kuwa msichana. Bibi ya mtu ameoleka. Ni bibi ya mtu. Na watoto wadogo wanasema bibi yangu. Koko hiyo ni lugha ya Kisambaa. Hiyo si Kiswahili. Koko ninasikia ni lugha ya Kisambaa. Kisambaa. Wasambaa walitoka kule. Wakaleta lugha zao. Sasa mimi niko hapa kwa bibi. Niko hapa kwa bibi na nyanya. Koko. Haleluya. Sasa bibi kwa Kiswahili bibi ni mtu wa makamu ambaye alioleka. Na nyanya ni mwanamke wa kike alizeeka, anaitwa nyanya. Sisi huko kwetu hata mimi naweza itwa sasa tuseme hivi. Huyu anaitwa nyanya.
Sawa? Na huyu tuseme huyu anaitwa bibi. Sasa tuje hapa kwa bibi. Huyu mtoto wa miaka 3 ako na bibi. Na mume wa huyu bibi, huyu mtoto atamuitaje? Bwana ya huyu bibi. Mbona muite babu? Hakuna jina lingine la kubadilisha vile mnabadilisha nyanya bibi. Huyo ni babu tu. Kwa hata mimi ni babu. Mbona nyanya inabadilika? Si nyanya na bibi. Walileta hiyo ya bibi. Hiyo bibi ndio nakwambia ni mambo ya Kisambaa. Oh. Haleluya. Ni yule nilikuwa Arusha. Nikasikia mwanadada anasema shoga yangu anakuja. Shoga. Man. Unaona shoga sasa. Ambaye shoga kwa Kiswahili. Kwanza shoga usijaini. Maana wanaume aliyoolewa. Ndio anaitwa shoga. Haleluya. Haleluya. Mimi nilienda Arusha. Sasa mimi unajua sisi watumishi tunatembea. Sasa mimi nikaenda nimeshahubiri. Hapo shoga yangu namngojea shoga yangu bado ako ndani. Hadi mimi nilikuwa nahubiria mashoga hapa. Ukachanganyikiwa sasa na hiyo hivi. Ukashangaa. Ndio kulikuwa na mtumishi pale akaliza, "Mtumishi, mbona umeshangaa?" Nimeshangaa kumbe hii kanisa yenu mko na mashoga. Bwana hapana. Sio hivyo. Sisi huku shoga ni rafiki. Sasa hiyo ni lugha ya kwao ya mtaani. Yaani rafiki yako. Hiyo ni lugha ya mtaani. Hiyo ni lugha ya mtaani. Haleluya. Sasa ni wewe uwe makini katika maombi yako. Usije ukaomba kwamba Mungu wa Pastor Amiri nisaidie. Halo. Usije ukaomba Mungu wa superpower nisaidie. Sema Mungu uliyeumba mbingu na nchi nisaidie. Haleluya. Nataka kila mtu akiingia mbele za Mungu, Mungu amsikilize anaomba kwa ajili ya nani. Haleluya. Yaani uombe ukijua kwamba hapa nimekuja kumuomba Mungu. Na ujue makanisa yote ni kama shule. Shule za primary. Kenya ziko ngapi? Ziko nyingi? Kuna za private. Ni ngapi? Ziko nyingi. Lakini mtihani ni mmoja. Kwa hivyo haujalishi uko kanisa gani, lakini mtihani ni huu wa kuingia katika uzima wa milele. Na hata watoto wenye wanafanya mtihani, kwanza form 4 wenye wanangojea, wengine roho ziko juu, hajui nitapata maksi gani. Yaani ziko roho juu. Hata wengine hawakuli mpaka matokeo itangazwe ndio angalau. Halo. Roho yao sahi wenye wamefanya mtihani wa form 4, sahi roho ziko juu. Yaani kwanza ule mwenye alikuwa anacheza darasani, yaani anashangaa sasa ile, unajua wengine wanakuaga na ujanja. Kila mwaka ukiisha anapeleka kwa cyber, badilisha hapa. Mama nilipata B hewa. Halo. Ya B ya karatasi. Sasa inatakana ile B ya certificate. Tumeelewana? Sasa hiyo huyu mtu hakuli. Zile zingine alikuwa amezoea kubadilisha. Sasa hii haibadilishi na bandikwa pale. Mtoto wangu amepata ngapi? Kila mtu anaona hapo. Mtoto wangu amepata ngapi? Alikuwa anakuaga na B. Anaangalia B zote hakuna. Angalia C zote.
Huyu mtu alikuwa ananiletea B. Kumbe alikuwa anapata D alafu anaongeza kakitu katikati. Inakuwa ni B. Sasa hii mzazi akija naangalia kwa mtoto wangu maripoti yake anapatanga B. Unaangalia kwa B hapa. Angalia kwa B hakuna. B zote B plus B minus zote plain hakuna. Anaanza C plus C plain C minus hakuna. Anaanza kwa D plus D plain hakuna, nakuja kwa D minus. Yaani ni D tena wametoa ndani kitu. Yaani ni D tena wametoa ndani. Kitambo ilikuanga hata E na wanatoa ndani kitu kwa E nne. Sasa hii mwisho ni E. E hakuna kitu wanatoa. Lakini D kuna kitu wanatoa kitu ndani ya D. Bwana asifiwe. Sasa inatakikana ukihubiriwa lazima uangalie mawazo yako yako wapi. Ukiomba ujue mawazo yako yako wapi. Yeah. Mwingine anasifu kabisa, nimesikia neno mhubiri amehubiri vizuri, lakini hakuna kitu. Hajajiwekea kitu. Haleluya. Unajua hata darasani kuna mtoto unakuta kuna subject. Yaani ukiangalia timetable ukuta hiyo subject kwa hiyo timetable unatamani kubadilisha. Halo. Naona Nasimoya anacheka. Kuna ile ulikuwa unatamani mwalimu aade sema huyu anakuja kufanya nini darasani? Sio, haleluya. Yaani unaangalia ukiangalia timetable kichwa kinaanza kuuma. Ulikuwa unachukia hesabu gani? Nini subject gani? Uwezi penda hesabu. Mimi nimesoma. Singeweza kupenda zote. Mimi nilikuwa nimechukiwa, yaani nilikuwa mwalimu wa Kiingereza. Tulikuwa tumechukiana kabisa. Mpaka hatuelewani. Na alikuwa ananipiga kimakusudi. Haleluya. Hajanichukia. Haleluya. Alikuwa ananiuliza swali moja. Utapataje hesabu A na Kiingereza upate 40? Hii hesabu unasomaje ukielewa mpaka upate A kwa hesabu? Vile unaelewa hesabu si uelewe Kiingereza. Vile unaelewa pale. Kile kimeandikwa pale ndio hiki kiko hapa. Sasa unakuta hata hayati ya Kiingereza, natamani nitoke nje niende nikae chooni. Sababu tunakosana tu. Haleluya. Sasa unaona anauliza, na hiyo ni swali sawa. Sababu hesabu ni Kiingereza na Kiingereza chenyewe sipiti. Kiingereza chenyewe sipiti. Lakini alisababisha nikapata B kwa Kiingereza. Haleluya. Yaani tulikuwa namchukia, yaani mmesikia kuchukia, yaani hiyo ukiona kwa timetable hiyo unaanza tu kusema jamani, yaani unaanza kulaani. Na hata mwalimu mwenyewe hajafika darasani. Yaani tukifanya mtihani unajua kuna watoto wanalinganisha marks. Yaani hata kama ni 60, 70, 50, 60, 70, 50 hapo wako. Sasa mimi hesabu nilikuwa na shuti pale. Sasa ikija hizi zingine watu ndio wanapunguza kidogo, ndio angalau kuna mwingine pale na alikuwa mchopi kwa Kiingereza. Sasa mimi nilikuwa nalinganisha hesabu nalinganisha na Kiingereza wake. Sasa nikimshinda najua mimi ni number 1.
Haleluya. Mimi nikipata hesabu 90 na yeye apate Kiingereza 80. Naanza kujihesabu mimi ni namba 1. Na mimi nilikuwa nampiga push kwa hesabu. Haleluya. Sasa huyu tulikuwa tunachukiana. Sasa ujue ya kwamba kuna vitu unaweza ukafanya ambavyo katika ulimwengu wa kiroho haviko. Wewe unaweza ingia tu kanisani, lakini neno likianza kuhubiria umechukia, ni vile tu huwezi toka. Inabidi tu watanionaje nikienda. Sasa tu nitulie hapa. Sasa tu nitulie hapa. Ili mwalimu amalize subject yake afanye nini? Haleluya. Ilibidi mwalimu anitoe kule nyuma, mwalimu wa Kiingereza. Tukabadilishana mwingine, anasema nataka nikuonee hapa. Nataka nikuonee hapa. Na kaenda kwa ofisi akasema kuanzia leo yakae wapi? Nilikuwa nimejificha huko nyuma. Sasa hapo kama ni dictation hapo, yaani uko makini, kitabu yako linatangulia kuokotwa. Haleluya. Sio niko hapa mbele. Wewe kalamu chini, ya kwangu ndio ya kwanza uchukua. Sasa alinifanya mpaka akili ikachangamka. Na katika ulimwengu wa kiroho unaweza kuwa umezembea, Mungu akafanya kitu ili akili yako ichangamke. Haleluya. Huyo mwalimu, lakini nafikiri nasikia alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Si hakuwa mwalimu mtoto, alikuwa mwalimu. Sasa angalia hii umri wangu nimefika. Na nilikuwa na mwalimu kwanza, mwenye mwalimu nilipendelea sana ni yule alitangulia kunifundisha hesabu. Alikuwa mlevi, lakini anakufundisha mpaka unaelewa. Na ukimuuliza swali anakujibu vizuri. Na alikuwa anafundisha mtu njia kama 3 za kupata ansa moja. Haleluya. Na huyo tulikosana kwa hesabu. Tulikosana. Bwana Yesu asifiwe. Aliniangusha hesabu. Nimetumia njia zote nikapata ansa moja. Aliponiangusha akasema mfanye correction. Nikainua mkono. Nikasema mwalimu, hii hesabu nimeshindwa. Naomba unionyeshe. Watoto wakasema enda mlete mchanga huko. Wakaleta mchanga. Ubao iko hapa. Piga hapa magoti. Kwa mchanga nikapiga magoti, naangalia ubao. Akapiga hesabu. Akapata ile ansa ya nini? Ile ansa ya yenye iko kwa mark list. Nikamwambia mwalimu, angalia stage 2 pale. Alikuwa ameanguka pale. Akarekebisha pale, akapata ansa yangu. Wewe ni mchawi. Nikamwambia mimi nataka tu hiyo hesabu imenishinda. Akarudi akafoji hapo, akapata ansa yangu. Akarudi akafoji, akapata ansa yangu. Sasa unajua akaibika. Hajanipa ansa na mimi nimemwambia hiyo hesabu. Yaani ananiambia nifanye correct, naambia imenishinda. Mwenye alipata alifoji akabahatika kupata ansa. Akaambiwa njoo ufanye vile ulipata hiyo ansa. Sasa nikaambiwa keti hapa. Sasa nikaketi kwa kiti cha mwalimu. Unajua mchanga uko hapa. Sasa nikaambiwa keti hapa. Wewe mwenye umepata hesabu, njoo ufanye hiyo hesabu vile umepata.
akafanya akapata anza yangu. Mbona umepata, unataka upate anza yako yenye ulipata? Kila mtu ako pale. Haleluya. Ni watoto wangu waliangalia kitabu changu, walikuwa naweka star alafu wana mark. Walikuwa na yani kutoka siku hiyo hawakuwa wananiangusha hesabu. Kitabu kilikuwa kimejaa star. Wanaweka star hivi alafu baadaye wana mark, ama wanaweka star hivi alafu wanaangusha. Sasa na ile wananiangusha, lazima mwalimu aende afanye hiyo hesabu kwanza. Haleluya. Paka aende afanye hiyo hesabu kwa sababu kama nimeshindwa, ninafanyaje correction? Yani onyesha kwa ubao. Saa ingine akitaka kufanya ile hesabu mimi nimepata, naambia mwalimu, hiyo usituonyeshe hiyo, tuonyeshe ile. Sasa si mimi nimepata, watu wengine wameanguka, mimi hiyo nawezaenda kuwaonyesha vile nimefanya. Sasa mimi nataka hii yenye mimi nimeanguka mwalimu afanye pale. Nikishaanza hivyo naambia ngoja. Haleluya. Sasa unajua, sasa hasira ilikuja, nikija kwa hesabu na sumbua huyu mwalimu mpaka kwa ofisi. Wanajua. Sasa na huyu wa Kiingereza akija analipisha kisasi. Na unajifanya sasa unasumbua mwalimu hapa. Kama mwalimu hataki kushindwa, mimi okoka unishinde, mimi sina shida. Haleluya. Anza kuhubiri unishinde, mimi sina shida. Anza kuomba unishinde, mimi sina shida. Mimi bado nitasimamia pale kwangu. Kile kibali kidogo Mungu amefanya nini? Nisije nikakuzuia ukakosa kuingia katika uzima wa milele, nikaambiwa wewe ndio ulisababisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mmeona mahali hasira ilikuwa inatoka. Mwalimu wa Kiingereza yani alikuwa hana amani akija kwa darasa letu. Na mwalimu wa Kiingereza hana amani kabisa. Anasema huyu mtu anasumbua mwalimu. Mpaka mwalimu hana amani kwa ofisi. Ile hesabu nimeanguka, unakuta anatoka shuleni kuchelewa. Anataka hakikisha ile hesabu anajua nisipopata huyu kijana afanye correction. Tumeelewana? Lakini alinisaidia. Na huyu mwalimu wa Kiingereza naye akanisaidia kwa hasira yake. Nika pull over kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika neno la Mungu hakuna mtu kwa mwalimu akung'ang'anie upite. Ni wewe mwenyewe ung'ang'ane kupita. Na ukikataa kung'ang'ana, kiboko Mungu anakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Sasa ile kitu iko, usiwahi sema Mungu wa fulani, sema Mungu wako. Usiwahi sema Mungu wa madhabahu fulani, sema Mungu wako. Sababu kuna wale wanaabudu Yehova Yire, kuna wale wanaabudu Yehova Shamu, na hiyo ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, kuna vile inamaanisha, lakini ili mwanzo wa hilo jina ni wapi? Haleluya. Sio tu kwa mfano. Ukitoka Voi, unaambiwa mwenye gari nishushe kwa kibao la Safaricom. Kibao la Safaricom iko siku hizi. Haleluya. Kibao la Safaricom iko. Haleluya. Hiyo kibao ilianza ni Safaricom. Siku nyingine ikaja Raila, nikamkuta ako hapo na mgombea mwenza wake. Sasa ingine nikamkuta Uhuru hapo na mgombea mwenza wake. Ingine nikamkuta Dani Mwazo na mgombea mwenza wake.
Lakini bado tayari mwanza ako pale, lakini mtu anasema nishushe kwa kibao Safaricom, na hakuna Safaricom. Kumaanisha lile jina la kwanza linakuanga na uwezo mkubwa. Kuna mtu amezaliwa hajakuta kibao Safaricom, lakini anaita tu kibao Safaricom. Wanaweza asifu. Sababu amekuta kiitwa kibao Safaricom. Haleluya. Ni kama hapa. Haya madhabahu jina la kwanza litangulia ni Superpower Ministry. Na mimi nikae sasa nione nimeinuka sana sasa paka nikitema na tema moto, nami nibadilishe jina. Hello. Sasa nitakuwa nimebadilisha jina, nitakuwa nang'ang'ana kuambia watu hii kanisa inaitwa fulani, hii kanisa inaitwa fulani. Lakini watu kule kijijini wanasema twende pale kanisa la Superpower. Wanajua ile kanisa ni la Superpower, lakini ukifika ndani na waambia hii ni kanisa fulani. Sasa unakuta jina hii na jina hii zinapigana. Sasa hapa kanisani nitakuwa na watu wa aina ngapi? Nitakuwa na watu wa aina ya kutakuwa na watu wa Superpower na kutakuwa na watu wa hilo jina lingine. Sasa hawa na hawa watakuwa wanapigana katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Msifanye kama vile wengine na waona. Mtu anasema sitaki kuitwa jina fulani, lakini iko kwa kitambulisho. Jina lako lina nani ametoa pesa fulani fulani ni nani? Ni mimi. Na huko nje unasema hiyo jina si lako, hutaki kuitwa. Halo. Sasa mtu alikuwa anaitwa Kabebi. Atakubali tu aitwa Kabebi akiwa amezeeka. Atakubali aitwa Kabebi kama amezeeka. Mwingine aliitwa Muluki. Sasa Muluki alipojua maana ya Muluki akakataa hiyo jina, na kwa kitambulisho imeandikwa Muluki. Haleluya. Unajua Muluki ni kufanya nini? Muluki ni sasa wewe si Mkamba. Wewe ni Mtaveta. Haleluya. Tumeelewana? Kwa hiyo ukiomba kuwa makini na chenye unaomba. Kikae kwa mawazo yako. Mungu atakusaidia. Wewe, ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. 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 Ni wewe.